Heri ya mwaka mpya 2026 kwa Watanzania pamoja na wakazi wa mkoa wa Mwanza. Mimi ni Daniel John na hii ni Bujepa Media. Mwaka 2025 umekuwa ni mwaka wa baraka kwangu, mwenezi wa Manyara. Nimebahatika kupata mtoto wa kike. Hongera sana, tuliona ambaye nilibahatika kumuita jina Fedha. Hongera sana. Asante. Hongera sana. Okay, leo tumepata nafasi ya kuzungumza mawili matatu na mwenezi wa Chama cha Mapinduzi CCM kutoka mkoa wa Manyara. Kwa mkuu wa mkoa Queen Sendiga. Kwanza hongera sana, tunaona mbilinge unazozifanya, lakini pia poleni sana na ile changamoto ya mafuriko iliyotokea Katesh. Asante sana, asante kwa kweli, lakini Mungu ni mwema pamoja na changamoto zote, lakini pia changamoto zimeambatana na baraka nyingi sana katika mkoa wa Manyara na Tanzania kwa ujumla. Okay. Ninaitwa Comrade John Tobias Nzwalile na nimekuwa maarufu sana kama Nzwalile na kimsingi tu ni kwamba mimi ninatokea mkoa huu wa Mwanza. Nilipata neema ya kuteuliwa kwenda kuwa katibu wa siasa, uenezi na mafunzo wa mkoa wa Manyara nikitokea hapa Mwanza. Kwa hivyo niko nyumbani kwa ajili ya shughuli 2-3 za kuaga mwaka 2025 na tumeupokea mwaka 2026. Kwenye mitandao naitwa Nzwalile Mtanzania. Naam. Okay, kitu ambacho huwezi kukisahau mwenezi wa Manyara kwa mwaka 2025 ni kipi? Kitu ambacho siwezi kukisahau kwa mwaka 2025 ni changamoto zilizotokea katika uchaguzi huu uliofanyika Oktoba mwaka jana sasa 2025. Changamoto iliyotokea baada ya uchaguzi na ikatokea changamoto za vurugu za hapa na pale. Watu wakafanya vurugu kwa kusingizia maandamano, kwa sababu kuna tofauti kubwa sana kati ya maandamano, matembezi, vurugu, uharifu na vitu kama hivyo. Okay. Yeah, na nasema sitakisahau kwa sababu huo sio utamaduni au jakuwa utamaduni wetu wa Tanzania, wa kufanya vurugu, wa kufanya uharifu kwa kusingizia jina zuri la maandamano. Manake maandamano kama maandamano yana sifa zake. Ndio. Ili yaitwe maandamano. Kwanza maandamano lazima yawe na ujumbe. Ndio. Kwamba tunaandamana kwa sababu tuna ujumbe huu. Tunaandamana kwa sababu tunataka tusikilizwe. Tunaandamana kwa sababu kuna barabara fulani tunataka irekebishwe. Lakini pia maandamano kwa kama neno kuandamana yanakuwa na ruti, yana njia, kwamba tutatoka pointi hii, tutapitia njia hii kwenda kwenye mamlaka ambayo tunapeleka ujumbe wetu tukiwa na mabango yetu. Maandamano yanatakiwa yapewe ulinzi, yaweze kulindwa, watu watembee kwa amani. Kwa hivyo maandamano yana sifa ya kuwa na amani. Lakini kilichofanyika haikuwa maandamano, ilikuwa ni vurugu, kwa sababu kwanza mimi naweza kuita ilikuwa ni kama jaribio la kigaidi. Kwa sababu unapofunga barabara manake unazuia watu wasitoke pointi moja kwenda nyingine. Watu wengine, yani unapokuwa na haki yako usiharibu haki za wengine. Uhuru wako usiingilie uhuru wa wengine. Kilichofanyika ni vurugu, kwa sababu watu walikuwa wanatoka, wanafika sehemu wanavunja baa, wanaiba pombe, wanavunja maduka, wanaiba vifaa, wanaiba pesa. Ule ulikuwa ni uvunjaji wa amani, ilikuwa ni vurugu, ilikuwa ni fujo, ilikuwa ni uharifu kama uharifu mwingine wowote. Imagine kama mtu mmoja tu akivunja nyumba, akikamatwa anachomwa tairi yule, sababu yule mwizi. Sasa hapa ilikuwa ni genge kubwa la vibaka wengi walioingia kwenda kuanza kuvunja mali za watu, kuharibu miundombinu ya umma, na hiyo inakuwa ni ugaidi, kwa sababu unajaribu kuharibu miundombinu na mali za serikali, mali za umma.
Na leo hii itanipelekea nikiwa kama katibu wa siasa, uenezi na mafunzo niingie kwenye sekta ya mafunzo kidogo, niweze kuongelea mambo mawili ikiwemo national issues na national interest. Unajua tunaweza tukatofautiana dini, tukatofautiana chama, tukatofautiana imani, tukatofautiana makabila, lakini hatuwezi kutofautiana kwenye mambo ya msingi, mambo ya kitaifa. Si tuelewana? Kwa kuna mambo ya kitaifa yenye maslahi na taifa. Kuna changamoto za kitaifa zinajulikana. Kwa mfano, tunajua tuna changamoto ya ajira. Hii ni changamoto ya kitaifa ambayo serikali katika nafasi na katika muda mbalimbali imekuwa ikichukua kuchukua hatua mbalimbali kuhakikisha kwamba linatatuliwa. Changamoto za maji, changamoto za kiafya, mambo mengi yapo. Hayo ni hiyo inaitwa national issues, mambo ya kitaifa. Na mambo ya kitaifa yanashughulikiwa na taifa lenyewe, lakini yako mambo yanaitwa maslahi ya kitaifa. Maslahi ya kwanza kabisa ya taifa ni uhuru wa taifa letu, national tunaita sovereignty, the sovereignty of our country. Uhuru wa nchi yetu, kwa maana ya uhuru wa mipaka yetu, uhuru wa kuamua mambo yetu kama taifa huru. Na mimi bahati nzuri wa ndugu yangu Bujeba kwamba mimi nimefanya kazi Umoja wa Mataifa katika senior level, nimekuwa mkuu wa Umoja wa Mataifa kanda ya Ziwa. Nafahamu Umoja wa Mataifa kwa mfano, Umoja wa Mataifa hairuhusiwi kuingilia mambo ya ndani ya nchi huru. Na ndio maana leo Umoja wa Mataifa wakitaka kufanya project, wakitaka kufanya mradi, wanapeleka proposal kwenye serikali ya nchi huru kwamba tunataka tufanye mradi huu, tunataka tutoe misaada hii. Nchi huru ikikubali, ikaridhia, Umoja wa Mataifa wanafanya implementation. Kwa hiyo nasema hilo kwa sababu kumekuwa na vimaneno vya watu wasiopenda nchi yao, watu waliopungukiwa uzalendo, kwamba tunataka msaada kutoka nchi za uhuru, sijui mataifa, jumuiya ya Umoja wa Mataifa. Hawajui kwamba hii ni nchi huru. Nchi huru ina haki na wajibu wa kulinda kwanza mipaka yake, kulinda uhuru wake, kufanya maamuzi yake kwa ajili ya watu wake. Mimi nimekwenda China mwezi wa 3. Wa China wana jambo moja, wanasema sisi tuna demokrasia yenye tabia ya Kichina, kwa sababu wako huru, wanajijua tabia yao. Wanajua kwamba wao kama Wachina tabia yao ni utulivu, tabia yao ni kufanya kazi sana. Kwa watakuwa na demokrasia yenye tabia ya kufanya kazi, tabia ya utulivu, tabia ya kupendana, tabia ya kushirikiana. Hivyo katika Tanzania tunatakiwa tufanye mambo tukiwa na characteristics za Kitanzania. Watanzania ni watu watulivu, Watanzania ni watu wanaopendana, Watanzania ni wachapakazi, Watanzania ni watu wenye upendo. Kwa hivyo tunafanya mambo kulingana na tabia zetu za Kitanzania. Imejitokeza watu fulani ambao kwa bahati mbaya au kwa makusudi wamehamia Ulaya, basi wanataka watuletee mambo yenye tabia za Kiulaya. Sisi kama Watanzania ambao tumeamua kuchagua amani, tumeamua kuchagua kuipenda nchi yetu, kumsaidia rais wetu anayepambana sana katika nchi hii kuhakikisha kwamba tunasimama kiuchumi, tunasema no, hatutokubali kuingiliwa na tutailinda nchi yetu kwa wivu mkubwa sana. Nikwambie jambo hapa, Tanzania tunaonewa wivu sana. Haya ndio maneno tunatakiwa tuyaseme na watu wasikie. Tanzania tunaonewa wivu sana kwa sababu tunazo rasilimali, na niseme katika izile national interest nyingine, ya pili ukiacha sovereignty ile uhuru wetu, ni kulinda rasilimali zetu. Ndio. Kulinda rasilimali zetu. Tuna madini katika nchi hii. Tuna wanyama katika nchi hii. Tuna mbuga katika nchi hii. Tuna ardhi yenye rutuba katika nchi hii. Tunazalisha mazao. Tunaingiza pesa za kigeni kupitia utalii. Tuna mlima Kilimanjaro. Tuna hifadhi ya Ngorongoro. Tunayo Serengeti National Park, tuna Manyara National Park, Tarangire National Park, tunayo mpaka Sanane National Park, Sanane Island, kisiwa cha Sanane. Tunaonewa wivu na nchi ambazo kwa kweli ukiangalia rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan alivaa kibwebwe akatengeneza filamu ya Royal Tour. Mimi nimekwenda China, tumekwenda pale makao makuu ya hawa wanaitwa kituo kikubwa cha television, nimesahau jina lake, wanarusha sana hata kwenye Star TV na nini, michezo na nini.
wanatuonyesha kwamba moja ya filamu inayoonekana duniani, product wanayoiuza sana duniani ni filamu ya Tanzania Royal Tour iliyochezwa na Samia Suluhu Hassan. Tafsiri yake ni nini? Impact yake ni kwamba tunapata watalii wengi. Tunao majirani hapa, kwa mfano niseme nchi ya Kenya. Tunapakana katika baadhi ya national parks, wanaona wivu. Na ndio maana unaona Wakenya wengi wale wamekaa kimkakati, vyombo vyao vya habari vinajaribu kuexaggerate mambo ionekane Tanzania hakuna amani, Tanzania kuna vurugu, ili watalii wa divert waende Kenya wasije Tanzania. Hili tunalijua, kama wengine wasemi si tutasema. Na impact kubwa imetokana na Tanzania Royal Tour. Tunaingiza mabilioni ya pesa sasa kupitia utalii. Kwa hiyo wanajaribu kutaka kuhakikisha kwamba wanatuingia watuvuruga, lakini wameshindwa na wamelegea. Tunafanya sasa mambo tukiwa na tabia za Kitanzania. Okay, katibu wa itikadi na uenezi wa mkoa wa Manyara. Naam. Umesema maandamano au vurugu zilizofanywa tarehe 29 hazikuwa na ujumbe, wakati tukitizama kwenye mitandao ya kijamii wao kama waandamanaji walikuwa na ujumbe wa kuhitaji katiba mpya, na wao wakidai kwamba wanakemea utekaji na mambo kama hayo. Hauoni kama nao pia ni ujumbe kwao pia? Mimi nasema hivi, ujumbe unaotengenezwa kwa sababu ya kuchafua unakosa pia sifa ya kuwa ujumbe. Kweli unaweza kuwa na ujumbe au una uadvocate vizuri, tunataka katiba mpya. Sasa huo ujumbe unaofikisha kwa kwenda kuvunja rasilimali miundombinu ya serikali. Yaani ukivunja mwendo kasi ile Dar es Salaam ndio unapata katiba mpya. Na bahati nzuri Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amesema katika siku 100 toka ameingia anaanza mchakato wa katiba mpya. Hebu niambie, unakosa uzalendo wa nchi yako, unashirikiana na watu ambao sio wa nchi yako ili kusudi watumie zile grievances ambazo zinaonekana ziko juu zinapakwa mafuta zionekane ni kubwa, kwa mfano issue ya katiba, alafu mnaambia watu waingie barabarani. Maskini wa Mungu, ukikutana na vijana wale walioingia barabarani ukimuuliza ulikuwa unaandamana unaenda wapi? Sasa mimi nilitoka nje, nilikuwa naenda kushangaa kinachoendelea. Hata hawajui hata maandamano manake ni nini. Lakini nikwambie kilichotokea hiyo tarehe 29 Oktoba na madhara yake, Watanzania wamejifunza. Okay. Wamejifunza jambo kubwa, kwamba amani ni kitu kikubwa kuliko kitu kingine chochote katika nchi yetu. Umezungumza kwamba siku zote maandamano yenye haki lazima yalindwe na huwa yana kuwa na ujumbe, maana ya ujumbe umeshafafanua, lakini lazima huwa yanalindwa na vyombo vya usalama. Ni maandamano yapi katika dunia hii ambayo yaliwahi kufanyika yakaweza kulindwa na yakaacha kuwa na madhara katika dunia yetu hii tulionayo, iwe Tanzania, iwe Ulaya na mabara mengine? Nimeona juzi tu maandamano yametokea kule Ulaya, ni nchi gani nimesahau kidogo, kama sio Norway ama nchi gani. Wameandamana, wamepata route. Kwanza kwa mujibu wa katiba, unajua maandamano yako kikatiba kabisa. Unaandika barua ya kuomba ruhusa ya kuandamana, unasema route utakayopita unalindwa. Walichofanya, vurugu iliyofanywa katika wale waandamanaji walikuwa ni wakulima hiyo juzi. Walichofanya, wenyewe walikwenda kwenye sehemu ya wazi kama hivyo, wakachoma matairi kuonyesha ile hasira yao, lakini wameandamana bila kudhuru miundombinu ya kwao. Na ndio nimerudi kwenye lile jambo la national interest, kulinda na kukuza uchumi wa nchi. Leo hata kama ikaondoka CCM ikaingia kwa mfano niseme ACT Wazalendo, bado watalinda uhuru wa nchi na mipaka yake, bado watastruggle kuhakikisha uchumi wa nchi unakuwa, bado watahakikisha kuna amani na utulivu katika nchi. Hayo ni mambo ya kitaifa. Na Marekani katika vile vyama vyao viwili, kwa mfano kuna Democrats na Republican, yani wale
wanapishana katika mitazamo, lakini hawapishani katika maslahi ya nchi. Okay, Mwenezi, nimeona katika mfano wako umekaa kimkakati kidogo, umesema kwamba ikitokea hata CCM isipochukua madaraka ikachukua ACT Wazalendo inaweza ikarinda mipaka, ikazingatia miko na vitu kama hivyo. Ni kwa nini umetolea mfano ACT Wazalendo na wakati vyama vya kisiasa ni vingi? Nimetolea tu mfano wa chama ambacho mimi naweza nikasema kwa sasa labda kinaweza kuwa kina nguvu kuliko vyama vingine, kwa sababu kuna vyama ambavyo vimeshatoka kwenye reli, vimeshatoka kwenye misingi ya kuwa chama vya siasa. Manake sifa ya chama cha siasa chochote duniani, chama cha siasa hakimiliki magreda ya kutengeneza barabara. Chama cha siasa hakina mbegu za kwenda kulima mashamba. Chama cha siasa kinauza sera kwa wananchi, kinatafuta dola, kinafanya shughuli za kisiasa. Shughuli ya kisiasa ni pamoja na mikutano ya hadhara, shughuli za kisiasa ni pamoja na kushiriki chaguzi. Kuna vyama hapa vinasema no election, no reform. Kwa hiyo manake wanakimbia uchaguzi, manake wanakimbia kazi za kisiasa, na ndio maana leo wengi wamebadilika, wamekuwa mawakala wa mashirika ya kimataifa, wamejibadilisha, wamekuwa NGO. Na ningeomba serikali vyama kama hivyo vifutwe ili wafanye kazi kama mashirika, kama NGO, wapewe hela za bure, wafanye shughuli mbalimbali za kuhamasisha vitu vyao wanavyohamasisha. Nimesema ACT Wazalendo kwa sababu wao wameshiriki chaguzi, wamefanya political activities, wamefanya campaign. Yaani wamejionyesha ni chama cha siasa ambacho kinayo nia ya kukua kutoka hatua moja mpaka nyingine, na nimeona wamepata mbunge kule Tunduru, yule naibu katibu mkuu wao, wamepata wabunge Zanzibar. Kile ni chama cha siasa bado, vingine vimesha divert kwenye malengo. Mtu mmoja, mwana falsafa mmoja alisema chama cha siasa kikikaa zaidi ya miaka 30 bila kupata malengo yake kinabadilika, kinakuwa kikundi cha vurugu na uhalifu. Umeona sasa leo kunakuwa na chama kikiamka asubuhi mpaka jioni ni kuhamasisha vurugu, wanataka serikali isiendeshwe, na sisi wazalendo hatutakubaliana na hilo. Hatutakubaliana na hilo, tutashughulika nao mtandaoni, tutashughulika nao live, tutawaelimisha Watanzania wajue kwamba hiki sio chama, hiki sasa kimebadilika, kimekuwa kikundi cha hovyo kabisa. Na ninasema hivyo nikikimaanisha chama kwa mfano kinaitwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, chama ambacho ndani yake wenyewe wanajiita chama cha demokrasia, lakini ndani ya chama cha demokrasia hakuna demokrasia. Wametukanana, wamezalilishana, mpaka mzee wa watu Aikaeli Mboya akaamua kusema mimi sasa naacha siasa, nafanya biashara. Chama ambacho ndani yake hakuna maendeleo, wanahamasisha watu kuvunja miundombinu ya serikali. Yaani wanajiita demokrasia na maendeleo wakati ndani yake ni ubabe, vurugu na umaskini. Wanadhani umaskini ndio sifa. Okay. Kwa hiyo niseme kwamba nimechukulia mfano wa ACT Wazalendo na nawapongeza kwa walipofika, kwa sababu wameonyesha kabisa ni dalili ya chama ambacho kina sifa za kuwa chama cha siasa. Bwana Bujeba, tu nikwambie kwamba mimi ni mtaalamu wa masuala ya siasa, na degree ya Political Science and Public Administration. Kabla sijateuliwa na chama nilikuwa ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Kwa hiyo ninavyoongea hivi naongea na confidence kabisa kwamba vipo vyama ambavyo kwa kweli vifanywe monitoring, vimeshaondoka kwenye misingi ya kuwa vyama vya siasa, na ikiwezekana vyama hivyo vipewe ruhusa ya kutokuwa vyama vya siasa, waondolewe kwenye orodha ya vyama vya siasa, vibaki vyama vya siasa vinavyofanya siasa na shughuli za siasa, na hao wengine watupishwe, wakae pembeni, wasituharibie nchi yetu, mama yetu Tanzania. Sisi hatuna sehemu ya kwenda. Sisi nikitoka hapa, nimetoka Manyara, sehemu nimekuja mbali, nimekuja Mwanza, ndo nyumbani. Ukiharibu Mwanza mimi nitakwenda wapi? Mwenezi, ni chama kipi ambacho unahitaji labda serikali iweze kukiondoa? Vifanyiwe monitoring vyama hivi, na msajili wa vyama vya siasa aweze kuvikumbusha kurudi kwenye misingi yao. Lakini kama vyama havirudi kwenye misingi yao, kwa mfano kuna chama kinajiita Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kimekosa sifa ya kuwa chama cha siasa. Yaani ni kwamba tu wanaishi kwa huruma, mimi nadhani. Lakini kama mimi leo nikikuwa na mamlaka, kile kilikuwa nullified, kingeondolewa kwenye orodha ya vyama vya siasa, kifutwe, kwa sababu kwa sababu wana siasa wapo, lakini chama na viongozi wake baadhi wamebadilisha. Na mimi nikwambie, hata kule ndani ya Chadema kuna manunguniko makubwa sana, wanaona kabisa wanapelekwa ndivyo sivyo. Umenielewa? Kwa hivyo
wanatamani wafanye siasa. Kwa mfano, mimi kama kijana nikiwa katika chama kile, natamani nifanye siasa, nishiriki siasa, nipate uongozi. Lakini chama kinakwambia tena, mwenyekiti anasema kama unafikiri unataka kuwa diwani kupitia chama hiki, sahau. Sasa mimi ni mwanasiasa au nani? Na ndio maana vijana wengi wameanza kukimbia kile chama, wanakwenda kwenye vyama ambavyo vinawaruhusu vijana kupractice siasa. Na mimi niwaambie vijana waje CCM, ndio watakuta siasa. Na mimi nasema hivyo kwa confidence kwa sababu mimi pia niliwahi kuonja sumu. Mimi niliwahi kuwa katibu wa Chadema wa mkoa wa Mwanza. Najua kuna mtu mmoja miaka ya nimetoka Chadema mimi mwaka 2016 mwanzoni ile, baada ya kuona ile kazi zinazofanywa na Daktari John Joseph Pombe Magufuli na chama chake cha Mapinduzi. Na unaona tokea nimetoka Chadema sasa hivi nang'aa. Unaona bana? Nimeingia kwenye chama cha watu wenye amani, sio vurugu. Chama kile kule wanafundishana kukunja ngumi. Kamanda kunja ngumi. Wewe kamanda gani hujaenda hata mgambo? Kamanda. Chama mnajifunza ukamanda. Chama cha siasa kazi yake ni kushawishi. Kazi yake ni kuuza sera, kuwabembeleza, kuwatongoza wananchi wa wakubali, sio kutumia mabavu. Okay. Mwenezi wa Manyara, umezungumza kwamba Tanzania kuna rasilimali nyingi ambazo zinaweza kuwasaidia vijana. Umezungumzia kama Sanane, Highland, Serengeti na vivutio mbalimbali kama Kilimanjaro. Vitu kama hivi vinamnufaishaje mwananchi wa hali ya chini kabisa ambaye hawezi hata kulipa shilingi tuseme hata shilingi 1000 kuinunua kwenye mbuga ya wanyama ya Serengeti? Kwanza niseme kwamba kwanza ukiona sehemu Mungu amekuwekea hifadhi ya wanyama, ukiona sehemu Mungu amekupa ziwa kama tulivyo sisi hapa tumepewa ziwa Victoria, ukiona sehemu umepewa kisiwa kama cha Sanane, ukiona sehemu umepewa ardhi yenye rutuba, ukiona sehemu umepewa viongozi wanyenyekevu watulivu, Mungu alikuwa na makusudi na wewe kwamba ninakupa hivi vitu ili vikusaidie. Kuna nchi zina majangwa. Kuna watu hawana hata bandari. Leo kuna nchi ni landlocked countries. Ili kuleta magari inabidi watoe huko nje yafike Tanzania afu yasafirishe kutoka Tanzania kwenda kwao. Sasa niseme kwamba vitu vyote hivi tumepewa sisi, leo tunaingiza pesa nyingi na ni moja ya nchi katika nchi chache inayotekeleza kwa mfano mradi wa elimu bure kwa watoto. Yani ile elimu bure, yani badala ya wewe baba kutafuta shilingi 100,000 kwenda kumlipia mtoto shule, mtoto anasoma bure. Hiyo ni income tayari umeipata. Unapata fursa ya kutafuta vibarua vidogo kwenye ardhi yenye rutuba, kulima kishamba kidogo kupata chakula tu. Hiyo nimekupa mfano mmoja wapo. Tunaingiza pesa nyingi sana kwa mfano kupitia Serengeti National Park kwa pesa za kigeni nyingi sana. Hizi pesa ndio leo nasikia Daktari Samia Suluhu Hassan ametandika hospitali kila sehemu. Kila ukitembea kilomita 5 unaona mkono wa serikali. Shule zinajengwa, madaraja yanajengwa. Leo unaweza kuvuka na baskeli kutoka pale Busisi kwenda upande wa Sengerema kule. Yote hii ni faida ambayo Mtanzania anaipata, japokuwa sio inayoshikika hivi invisible, lakini tunapata faida kubwa sana. Kuna nchi haya mambo hayapo. Mimi nimeenda Kenya tu, nimenunua siku moja, nimekaa na kunywa bia yangu, nimenunua bia kwa shilingi 300, nikaribia shilingi 7,000 ya Kitanzania. Hapa watu wanakula kwa shilingi 2,000. Wakenya wakija hapa ndio wanashangaa. Mkenya mmoja juzi ananiambia, Watanzania mkipoteza hii hali mlionayo mtakuja kujuta, kwa sababu kwao kule wanaishi maisha ya majuto mwanzo mwisho. Yaani Kenya kama mama yako alikuwa anapika kitumbua na wewe utapika tu kitumbua, hakuna namna unaweza ukaruka hiyo gap. Paka yani Mungu akupe neema ya ajabu sana. Lakini Tanzania unaweza ukaenda shambani ukalima, leo ulikuwa maskini, kesho kutwa tayari na wewe ukawa mwajiri. Okay. Mimi nimekaa hapa Mwanza, nilifungua kampuni mimi hapa, nikajikuta na kampuni yangu ya real estate, Jonico Investment. Nikaajiri vijana wengi, leo nafanya shughuli za chama, ofisi inaendelea iko pale Kishiri, watu wanaendelea na maisha. Mimi nimesaidia fundi, nasoma form 2 najilipia ada, lakini leo mimi katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi. Ni Tanzania peke yake. Tanzania peke yake ndio unaweza ukaamka asubuhi huna cha kufanya, ukatembea ukakuta kibarua ukafanya, ukarudi na pesa jioni. Kwa hiyo faida ziko nyingi sana, Watanzania wanazipata moja kwa moja. Lakini pia serikali yetu imeweka mpango kwa mfano wa zile pesa kwa ajili 10% za maendeleo kwa ajili ya kina mama,
vijana na walemavu ni Tanzania peke yake. Kwa hiyo vijana wa Tanzania wazitumie hizi fursa. Vijana wamejiingiza katika ulevi, wamejiingiza wengine katika mabangi, na baadaye wanajikuta wanatumika vibaya na watu wasiokuwa na nia njema na taifa letu, wanafanya vurugu alafu wanapata athari. Na mfano mzuri, ukipata athari hutawaona wale walokutuma, na bahati mbaya wengine wako nje na wengine wana tiketi tayari, wanabadilisha tarehe tu, kikinuka wanaondoka. Tanzania ni ya kwetu, tunabaki sisi wenyewe tunaoipenda Tanzania. Na niwaombe hata vijana wa vyama ambavyo vinapenda nchi yao, tusikae kimya tunapowaona watu kama kina Mange Kimambi wanapanua midomo yao wakati kule wanakula mabaga na watoto wao, wanaendesha mavogi kule Marekani, hawana makaratasi ya kurudi Tanzania, hawaipendi Tanzania, wanataka vurugu, wamekuwa madalali ili kusudi Tanzania mambo yakiharibika, wanasema wanataka wafanye biashara na wale wazungu, yani wauze nchi yetu. Tusikae kimya, tuwajibu kwa herufi kubwa kwenye mitandao. Mimi nilishaanza, mimi nawajibu sana. Yani kile wanachofanya tunaruka nao, kwa sababu haikubaliki, haipendezwi. Mtu mmoja mjinga mmoja amechoka na maisha, amehamia kule kwa wazungu, anataka kutuharibia nchi yetu. Okay. Hii ni nchi yetu, tumezaliwa kwenye nchi hii, tunataka tuiache nchi hii kama urithi kwa watoto wetu, ikiendelea kuwa kisiwa cha amani. Kingine ni waombe wa Tanzania waunge mkono jitihada za waandishi wa habari wa kujitegemea kama Bujepa Media kwa kupeleka matangazo yao, lakini kwa kufanya kazi nao tuwashirikishe, wawe wakubwa zaidi. Na nikiombe chama changu cha Mapinduzi kiwatumie vijana hawa, taarifa zao zinapenya, zinakwenda kila kona. Mimi niko Manyara, lakini Bujepa Media ninaisikia mara kwa mara. Nikiingia kwenye ziara yangu ya mtandaoni lazima nikutane na Bujepa Media. La mwisho niwapongeze wana CCM wa mkoa wa Mwanza, na mwenyekiti wa chama Michael Smart, yuko very smart, mwenyekiti makini, mna viongozi makini, tunaye katibu Mtua. Kwa kweli mnayo bahati, lakini pia tumebahatisha kuwa na viongozi wazuri sana katika mkoa wetu wa Mwanza. Tuwatumie vizuri kwa maendeleo ya Mwanza, kwa amani ya Mwanza. Asante sana. Okay. Mimi ni Daniel John, na nyuma ya kamera ni naye Zaka za kazi. Hii ni Bujepa Media, na mimi kama baba fedha, baba mpya mjini, sisi tunakwambia tumesanuka. Asante, karibu sana. Asante sana, nashukuru sana. Na mimi nimesanuka, niko na Bujepa Media. Asante sana.